Maisha ni zawadi pekee tuliyopewa na Mwenyezi Mungu ili tupate kuishi. Katika dunia ya leo, si jambo geni kuona ukweli ukipindishwa na uongo kupewa nafasi ya kusimama kama kweli. Watu hujenga simulizi zao kwa maslahi binafsi, wakimchora mtu mmoja kama mbaya ili wao waonekane wema mbele ya jamii. Wataumia sana kwenye mioyo yao, lakini hadharani watajifunika kwa tabasamu pana kana kwamba hakuna kinachowasumbua. Ni mchezo wa kimvuli na mwanga ambapo wengi huangalia sura ya nje bila kuchunguza undani wa mambo. Katika ulimwengu huu uliojaa upofu wa kiroho na fikra, sio lazima kupambana sana kujidhibitisha kwa kila mtu. Mara nyingi kimya chenye busara huwa na nguvu kuliko kelele za kujitetea. Acha matendo yako yaongee, acha wakati uwe shahidi wako, na muache Mungu akutangaze kwa namna yake na kwa wakati wake. Hutoweza kuwafurahisha wote, wala hutoweza kuwapendeza kila mmoja. Kuna wanaotamani kuona ukianguka, hata wale unaoona kuwa wa karibu wako. Wakati mwingine wanaosoma tabasamu lako kwa karibu ndio wanaofurahia zaidi nyakati za ngumu. Lakini usikate tamaa, endelea kutenda mema, endelea kufanya kazi ya haki na kujifunza kuchagua maneno yako kwa hekima. Si kila neno linalohitaji majibu. Kimya chako kinaweza kuwa jibu.